na wajibu wa kuweza kufanyia uchunguzi wa kina, na mtakachokigundua muweze kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria ilivyoelekeza. Lakini sio umuchukue hatua kwa hichi chakula, lakini hata ule mnyororo mzima, kwa sababu mnyororo ni mkubwa. Kwa hivyo tutataka kuhakikisha kwamba hii ni hali iliyokuwa sio nzuri. Iwapo kwamba wananchi wataendelea kulishwa chakula cha aina kama hii na wafanyabiashara ambao wenye kujali zaidi faida zao kuliko kujali utu wa watu na afya za watu, ni hatari katika nchi yetu. Kwa niaba ya serikali ya mkoa tunasema kwamba wale wote wanaohusika lazima sheria iweze kuchukua mkondo wake. Mna utaratibu wenu kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu zilivyo. Sasa tutakapokuja kusikia kwamba huu mchele umetoka, baadaye umekwenda kwenye maduka alafu watu wakauziwa, na hali kwamba ushaanza kuonyesha ishara kama hii, basi tutakuoneni na nyie ni wamoja ambaye mwenye kuhakikisha kwamba afya za watu hamzijali na hamko tayari kuweza kusimamia haki pamoja na taratibu za nchi zilivyowekwa. Sasa tunakuombeni sana na tunatoa wito kwa wafanyabiashara, sio vyema hata kidogo kuweza kujali faida kuliko kujali afya za watu pamoja na utu wa mtu. Hii ni hatari. Kila siku hospitali zetu zimejaa watu magesi, utasikia matumbo mabovu, huyu ana hivi kensa. Kumbe hii ni moja, kwa sababu maradhi mingi yanatokea ndani ya matumbo. Kwa hivyo watu aina hii hawapaswi kufumbiwa macho hata kidogo. Na nyinyi msikae ofisini sasa, muweze kuranda katika mahala yote haya, tuweze kushirikiana katika hii hali. Hala hili haliko mbali na nyinyi, maduka haya hayako mbali na nyie, lakini muweze kufanya jitihada za kuweza kubaini. Nyie ndio tulokupeni dhamana ya kuweza kulinda na kushughulikia chakula pamoja na afya za watu. Kwa hivyo chukueni hatua kwa mujibu wa utaratibu, na kuanzia leo hili hala ziweze kukuweko katika utaratibu wa kisheria, pamoja na wahusika tuende nao kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria. Tayari asionewe mtu hata mmoja, na wala asipendelewe mtu, haki iweze kufuata mkondo wake. Agizo la mkuu wa mkoa tumelipokea vizuri, kwa sababu kila mtu anahitaji kitu kizuri, na afya sio ya kwangu tu mimi, ni ya watu wote. Na hii ni moja ya somo, sio kwangu mimi, hata na wasambazaji wengine. Kwa hiyo ni tatizo ndio, lakini ndani ya tatizo na sisi tumejifunza kitu ambacho sisi tulikuwa tukijui, kwa kuwa ni wapya katika hii sekta. Nimejifunza kwamba kunahitajika kufuata sheria zenyewe zao, alafu na hii jinsi ya kupanga, kwa sababu kama sisi hapa mnaona tumeviweka chini. Tumeweka chini hapa. Kwa hiyo nahitaji muweke juu ya mapallet. Na kitu kingine ambacho tulikuwa tumejifunza kwamba hata hizi warehouse ziwe zile ambazo zimesajiliwa. Nilikuwa sifahamu kama mchele umeshaharibika, kwa sababu mimi nilipokea mchele ukiwa mzima. Lakini niliuweka kusudi niweze kupandisha bei. Upande bei ndio niingize sokoni. Sasa katika process za kuweka katika hicho kipindi kuja kuingiza sokoni, ndio nikaanza kupata malalamiko kwa wale wachache waliokubali kuchukua kwamba kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo tunakaa tunazikusanya zile poro, tunazirudisha. Mchele unatoka India. Originality ya huu mchele ni India, kama kiporo kilivyoandika. Na labda mliuhifadhi kwa muda gani na kupokea malalamiko? Tumeuhifadhi zaidi ya miezi 6 hivi. Lakini malalamiko yamekuja kama miezi 2, 3 nyuma hivyo. Yaani kabla ya malalamiko hayajafika na kabla elimu hii hatujaipata, sasa tulikuwa hatujui jinsi ya kudhibiti. Yaani kuweka pallet hapo chini, kufanya kila kitu tulikuwa hatujui. Kwa hiyo hii ndani ya tatizo ndio limetufundisha. Kwa sababu wateja wangu watakapoona hiyo nembo watahisi, hata kama nikileta huo mchele mwingine mzuri, watahisi ni mbaya. Kwa sababu si unajua brand ikishapata doa
ndio inaharibu kila kitu kwa ujumla. Mimi agizo nimelisikia na ni nzuri, kwa sababu hata sisi tulikuwa tunafanya juhudi kwamba kila mzigo ambao tunakuta umeharibika kwa tunafanya kazi ya kurudisha, na chanzo cha kutukuta sisi tunarudisha ni kwamba tulikuwa tunafanya kazi ya kurudisha hapa, ndio maana unaona wote umeharibika. Kwa hivyo kwamba ilikuwa sisi wenyewe tuna juhudi hizo, ilikuwa kwa sababu ilikuwa tunafanya juhudi hiyo, tunakusanya pamoja, alafu tupigiane mabosi zetu, mzigo ulioharibika ni idadi hii, na mpaka sasa hivi tulizotokea ni hili, ndio kama sasa hivi ilitokeza ka hivi, mpaka sasa hivi lazima tumjulishe yeye mwenyewe kwamba mzigo sasa hivi uko hivi na wote tumeporudisha na umepatikana idadi fulani. Ilikuwa hilo ni lazima tufanye, kwa sababu sisi hatuna jalala la kutupia mchele, ilikuwa ni lazima tufanye hivyo. Lakini bado hamjawaambia. Ilikuwa tufanye hivyo kwa sababu kwamba tunafanya makusanyo, kama ilikuwa anakuja huyu mwingine huyu ili nije nimpe mahesabu kamili tujadili tufanyeje, kwa sababu kama idadi mingapi hiyo nini ile upande huu na ile turudishwa mingapi na ile mizima mingapi, lakini tutakuta mizima kusema kweli hapa hamna nzima tena.